Tangazo. Wananchi wote wa jimbo la Kamba, tunawataarifu kuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025 tutakuwa na mkutano wa hadhara. Mkutano huo utafanyika katika viwanja vya Kumbakumba. Hivyo mwananchi, usikiapo tangazo hili, mjulisha mwenzako ya kuwa tarehe hiyo atakuwepo mheshimiwa msomi kabisa Tulinago Mwakarobo. Hivyo fika bila kukosa. Tutakuwa na burudani mbalimbali kama muziki, maigizo pamoja na ngojera. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwenzako. Karibuni sana, asanteni. Afande mgeni rasmi, mabibi na mabwana, wageni walikwa, sasa kinachofuata tutakwenda kutazama mkutano wa kampeni ambao mgombea wa tiketi ya ubunge atakwenda kujinadi na maafisa wa polisi watakwenda kufanya majukumu yao, ikiwa jukumu kubwa ni ulinzi na usalama. Majukumu ya afisa wa polisi yameelezwa vizuri kabisa katika kile kitabu ambacho kinaitwa The Police Force and Auxiliary Service chapter 322. Ukisoma katika kitabu hicho utarejea majukumu mbalimbali ya afisa wa jeshi la polisi. Katika mkutano huu wa kampeni, afisa wa jeshi la polisi atakuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unaimarishwa katika eneo hilo. Lakini pia watakuwa na jukumu lingine la kuhakikisha kwamba migogoro yoyote ama fujo zinazojitokeza basi wanazishughulikia kwa wakati na kwa kufuata sheria zilizowekwa. Afande mgeni rasmi, wageni walikwa, tayari maafisa wamekwisha kuwasili katika eneo la mkutano. Kama ilivyo kawaida, maafisa wa polisi wao wanafika wa kwanza kabisa katika eneo la mkutano. Lengo kubwa ni kukagua kama eneo liko salama na kuimarisha ulinzi. Tayari wamekwisha weka ulinzi katika kona zote na wananchi tayari wanajiandaa kuingia kwa ajili ya kwenda kumsikiliza mgombea. Nikitazama katika jukwaa hili, tayari MC ambaye atakwenda kumkaribisha mgombea yuko tayari kwa ajili ya kuwakaribisha. Tayari twende tukamsikilize. Waka waka hoye, waka waka safi, Tulinagwe juu. Leo ndio ile siku nzuri ambayo tumeisubiri kwa kipindi kirefu sana, ambapo mgombea wetu Tulinagwe Mwakarobo ambaye anawakilisha kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo letu la Kamba, leo atakuwa na nadi sala zake mahali hapa. Atazungumza na wananchi wa mahali hapa kunadi sera za chama, tujue nini ambacho chama kimemtuma kuja kunadi kwa wananchi. Waka waka hoye, waka waka safi. Basi wakati tunamsubiri mgombea wetu kuingia kwenye viwanja hivi vya Kumbakumba, studio utatusindikiza kwa mziki na wananchi wote tunakusanyika mahali hapa tutacheza kwa pamoja, tutaenjoy kwa pamoja tukimsubiri mgombea wetu Tulinagwe Mwakarobo. Kwako studio. Naona viongozi wa chama wanakwenda kuperform
studio. Kamba wewe, waka safi, tulinagwe juu. Bila kupoteza wakati, ndugu wananchi mliokusanyika kwenye viwanja hivi vya Kumbakumba, nafikiri wote tulikuwa tuna hamu ya kusikia nini ambacho mgombea wetu Tulinagwe Mwakalobo anakuja kuzungumza na sisi. Tunatambua wazi chama kimemwamini kuja kunadi sera za chama, na mimi nisipoteze wakati, wacha nimkaribishe mheshimiwa aweze kunadi sera zake. Karibu. Waka oye! Jimbo la Kamba safi! Akina mama oye! Akina baba juu! Asanteni sana. Kwa majina yangu Tulinagwe Mwakalobo. Ni mtoto wenu. Nasema ni mtoto wenu kwa sababu nimezaliwa hapa katika jimbo hili la Kamba. Leo nimekuja tena kwa mara nyingine, ninaomba kula zenu. Endapo mtanichagua tena kwa mara nyingine, nitahitaji kuwakilisha vyema bungeni. Nitatekeleza vipaumbele vifuatavyo ndani ya siku 30. Waka ye! Kipaumbele namba 1 ni maji. Tahakikisha kila nyumba ya Mtanzania kunatoka maji na hakuna kulipa bili yoyote. Lakini pia nitahakikisha kila nyumba ya Mtanzania kuna umeme, hata nyumba ya nyasi. Lakini pia tahakikisha najenga shule bora na watoto wetu watasoma hata waliofeli. Lakini pia tajenga vituo vya afya kwa wale mama wajawazito. Tahakikisha ambulance na kufuata paka nyumbani. Lakini pia tahakikisha kila nyumba ya Tanzania kunatoka bomba la maziwa. Nani kama Waka? Na tutapata kila siku mkate. Nataka wananchi wangu wapate afya bwana. Lakini nitaweka lami mpaka vichochoroni. Hadi nyumbani kwako kutakuwa na lami. Waka oye! Lakini pamoja na vipaumbele pia nimepokea kero. Nimepokea kero kwa vijana wetu wa bodaboda. Wamekuwa wakilalamika kwamba wanakamatwa ovyo na polisi. Kwa hili lazima niwe mkweli. Vijana wetu tunatakiwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Tuvae helmeti au kofia ngumu kuepusha ajali. Lakini pia tusibebe mishikaki. Hata hivyo wanadai kwamba polisi kwamba hati mkutano unaisha saa 12. Sisi hatumalizi saa 12. Tunakesha mpaka asubuhi. Hey, polisi, jeshi la polisi mko wapi? Mbona nataka kuharibu mkutano? Jeshi la polisi. Afande mgeni rasmi, wageni walikuwa mabibi na mabwana, kilichotokea hapo ni fujo kidogo. Kuna wananchi walijaribu kuleta fujo, lakini maafisa wa polisi wako timamu kabisa, wameimarisha ulinzi. Na hichi kilichofanyika hapa ni nguvu ya kawaida, kutokana na kwamba fujo zilizofanyika hapo ni fujo za kawaida. Lakini kama fujo zingekuwa ni kubwa zaidi, basi tungerejea katika PDO namba 274 appendix A, ambayo inampa afisa polisi kutumia nguvu. Hivyo nguvu ingekuwa kubwa, basi tungeongeza, kwa sababu maafisa polisi wanakuwa wako standby kwa ajili ya kuongeza nguvu. Tungetumia maafisa wa field force, tungetumia washawasha kama nguvu ingekuwa ni ya zaidi. Lakini hiyo nguvu ni ya kawaida, tumetumia nguvu ya kawaida kabisa. Na sasa nawarejesha kwenye jukwaa. Hali ni shwari kutokana na ulinzi na usalama ambao umetawaliwa na maafisa wa polisi. Kwako mgombea. Jeshi la polisi mko vizuri, mnafanya kazi vizuri. Makofi kwa jeshi la polisi. Lakini bila kusahau niwakumbushe ile
ya mwanamwali wetu. Kesho ni siku ya kupiga kura. Amka asubuhi, wahi katika kituo chako cha kupigia kura, na baada ya kupiga kura usiondoke, tulinde kura zetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wananchi wote mliojitokeza katika muadhara huu. Kwa umati huu natarajia kesho tutakwenda kushinda kwa kishindo. Nakaribisha maswali. Wewe mwenye swali au kero, karibu. Waka waka hoye! Jimbo la Kamba hoye! Majina yangu naitwa Fideluga Nyalwiku, alimaarufu Bimdashi. Nina maswali mawili kwako mjukuu. Umesema utapiga kampeni mpaka pakuche, lakini sheria inasema muda umepangwa. Kama ni saa 2 basi mpaka saa 12 huo muda ni sahihi. Lakini unavyosema mpaka pakuche, huoni kama unatugombanisha sisi na mapolisi? Ukiwa na mkwara uwe na nguvu mjukuu. Swali langu la pili, umesema tupige kura na tulinde matokeo. Tume ya uchaguzi imetoa elimu na wananchi tunaelewa kwamba piga kura, nenda nyumbani. Unavyosisitiza tulinde matokeo, huoni bado unatugombanisha mwanangu? Ndugu mgombea, tunakipenda sana chama cha Wakawaka, lakini ulitupa ahadi wakati uliopita kwamba tutapata barabara, zahanati, shule pamoja na vitu vinginevyo kama kupata mabomba ya maziwa, mikate asubuhi kila siku, kila kaya itapata. Lakini mpaka sasa hujatekeleza ahadi yoyote. Huoni kama hustahili kupata kura zetu? Waka waka oye! Asante sana Bimdashi kwa maswali yako mazuri. Nikianza na swali namba 1, muda wa kupiga kura na kuondoka. Nimesema usiondoke kituo cha kupigia kura, tulinde kura zetu. Hakuna kuweza kutufanya chochote. Lakini pia muda wa mkutano hakuna wa kutukamata. Tutafanya mkutano mpaka majogoo. Swali lingine kwa kaka yangu pale, ni kuambie tu kwamba masuala yote hayo yapo katika mchakato, na mwaka 2025 ni mwaka wa utekelezaji. Waka waka oye! Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana wananchi wote, na wakaribisha siku ya kesho kwenda kupiga kura. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Afande mgeni rasmi, wageni walikwa na mabibi na mabwana, tunakwenda kwenye tukio la pili ambalo tunakwenda kwenye kituo cha kupiga kura. Katika kituo cha kupiga kura, nao askari wa polisi watakwenda kuonyesha majukumu katika swala zima la kuimarisha ulinzi na usalama. Na wakumbusha kwamba katika sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, yani National Election Act, katika chapter 343 inawapa mamlaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuomba msaada kutoka jeshi la polisi ili kuimarisha ulinzi na usalama, kuhakikisha kwamba uchaguzi unaenda katika njia iliyoko sahihi. Mgeni rasmi, wageni walikwa na mabibi na mabwana, tayari tunakwenda katika tukio la pili. Nikitazama
wananchi tayari wanakuja katika kituo cha kupigia kura, na maafisa pale tayari wanakwisha rejea, wanaandaa kituo cha kupigia kura, yani kwenye chumba cha kupigia kura. Maafisa wa tume tayari wako ndani, mawakala nawaona hawa tayari wako ndani, na maafisa walioteuliwa kwa ajili ya kusimamia kituo cha kupiga kura tayari wamekwisha kuwasili. Kama nilivyosema mwanzo, maafisa wa polisi wao wanafika mapema kabisa, ikiwa kazi kubwa ni kukagua na kuhakikisha kwamba kituo cha kupigia kura kiko salama, vifaa vyote viko salama, na hivyo wananchi wakifika basi wakute eneo likiwa shwari kabisa. Katika kituo cha kupigia kura, hawa maafisa wa polisi watakuwa na majukumu mbalimbali. Jukumu la kwanza ni kuimarisha ulinzi na usalama. Jukumu la pili ni kuhakikisha kwamba migogoro yote ama fujo zinazojitokeza basi wanazuia kabla hazijatokea, ama zikitokea basi wanazishughulikia kwa wakati kabisa. Lakini pia watakuwa wanahakikisha kwamba wanasimamia kesi zote zile za jinai zitakazojitokeza hapo. Ukatili wa kijinsia hautaruhusiwa, maafisa watasimamia. Wizi wa aina yoyote hautaruhusiwa, maafisa wako tayari kabisa kuhakikisha makosa aina yote ya jinai wanayazuia, na yakitokea basi wanashughulikia kwa wakati kabisa. Lakini yapo makosa ya kimaadili ambayo hayo makosa yenyewe yatashughulikiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mojawapo ni kupiga kampeni katika kituo cha kupigia kura, hiyo pia hairuhusiwi. Lakini pia kuja na nguo yoyote inayoashiria chama fulani, nayo haitaruhusiwa. Lakini pia katika eneo ama kituo cha kupigia kura, zawadi ya aina yoyote haitagawiwa hapo. Moja kwa moja tunaelekea katika kituo cha kupigia kura. Tayari wananchi wanakwenda kupiga kura, na nikitazama huyu atakuwa ni mgombea akiwa na yeye anaingia kwa ajili ya kuja kutimiza haki yake. Afande mgeni rasmi, wageni walikwa na mabibi na mabwana, kama mkitazama mgombea tayari amefika na yupo kimya kabisa. Hajapiga kampeni ya aina yoyote. Kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mgombea yeyote haruhusiwi kupiga kampeni katika eneo ama kituo cha kupigia kura. Hivyo akifika anapiga kura kwa utulivu na anaondoka kwa usalama kabisa, huku maafisa wa polisi wakiendelea kusimamia sheria zilizowekwa na kuimarisha ulinzi na usalama. Pia jukumu lingine, maafisa wa polisi watakuwa wanawasaidia yale makundi maalum, kwa Kiingereza wanasema special groups. Wao watapewa kipaumbele, hawatapanga foleni kutokana na uhitaji wao au kutokana na shida waliokuwa nayo, kama vile wajawazito, walemavu pamoja na wazee. Katika eneo ile naona mama mjamzito akiwa anakuja kwa mwendo mdogo kabisa kwa ajili na yeye kuja kutimiza haki yake ya kupiga kura. Mama anajisogeza katika foleni ya mstari, lakini sijui je, hawa wananchi ama wapiga kura, je, watamruhusu? Twende tukasikilize katika foleni hii kama watatoa kipaumbele kwa mama huyu. Na nini huku jamani? Akae kule pembeni bwana. Mpaka foleni. Najua bwana, hata na sisi apake foleni. Wewe mama vipi? Mbona unakuja unapitiliza ndani afanye? Akae foleni, hata na sisi vile tumechoka toka saa 12 tupo hapa. Hapana fandi yetu wa Mwanza hii mimba kuibeba. Hajaibeba kwenye miguu, kama anashiba kusimama foleni, akae foleni afanye bwana. Tunachelewa. Jamani wananchi wenzangu, hebu nioneni huruma, muone hali yangu, mimi siwezi kukaa foleni. Unazingua bwana. Muda huu tunachelewa, tunataka tuende Vikoba, nenda bwana. Afande mgeni rasmi, wageni walikwa, mabibi na mabwana, wananchi hawa naona sasa wamelewa, wamemruhusu mama huyu, na hii ni afisa polisi naye amefanya jukumu lake baada ya kumpokea na kumpa kipaumbele. Hii ina maana kwamba jeshi la polisi na sisi tunazingatia watu hawa. Tunasoma masomo mbali, ikiwepo tunayo inaitwa community police ambayo tumeisoma hapa, na ndio sera yetu kubwa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mahusiano mazuri baina na jamii pamoja na kuwajali haya makundi maalum. Narudisha katika ule mstari wa kituo cha kupigia kura.
Wewe mzee vipi? Mjukuu wangu, naomba unisaidie nenda nikapige kura. Hii ni haki yangu ya msingi. Naomba unisaidie nipite. Shika adabu yako mjukuu. Wewe ni mjukuu wangu wa 95. Niache niende. Sitaki ujinga wako nie. Asante. Wageni walikwa, mabibi na mabwana, anayetokea hapa kwa ajili ya kwenda kupiga kura ni mzee wetu. Hivyo mzee huyu kutokana na umri wake akasema isiwe sababu, lazima na mimi nikatimize haki yangu ya msingi. Tayari maafisa wa polisi wamempokea na kumpa kipaumbele, lakini mzee wetu alishika mzigo ambao tayari afisa wa polisi ameupokea. Kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, hauruhusiwi kuingia na mzigo wowote ndani ya kituo cha kupigia kura. Hivyo ndio maana afisa huyu ameupokea na kuhifadhi sehemu salama kabisa. Na moja ya jukumu la afisa polisi ni kulinda raia pamoja na mali zake. Hivyo babu yetu atakapotoka ataukuta ule mzigo ukiwa salama kabisa, kwa sababu afisa wetu amefanya kazi ya kulinda, naye ataondoka na mzigo wake ukiwa salama kabisa. Tunarudi katika ule mstari. Mimi nikitazama pale naona mama anakuja hapa. Huyu ni mlemavu wa macho. Akiwa anakuja ameongozana na ndugu yake anayemwamini kwa ajili ya kumsaidia kwenda kupiga kura. Lakini ule mstari wa kupigia kura kwa sasa haujaonyesha reaction yoyote. Ina maana kwamba tayari na wao wametambua hao watu wa makundi maalumu wanahitaji kupewa kipaumbele. Mama huyu ameingia na afisa polisi yeye anaishia nje. Yeye kazi yake ni kuimarisha ulinzi katika eneo la nje ya kituo. Hivyo akiingia ndani, mama huyu anapokelewa na watu wa tume, naye pia haki zake zimezingatiwa. Afande mgeni rasmi, wageni walikwa, mabibi na mabwana, tayari babu yetu amekwisha kukabidhiwa mzigo wake na afisa wa polisi. Sasa anaondoka kwa usalama kabisa. Asema Makame tukavue ngogo maji yaja sebue ngo ukimpata chechelewe njoo naye tuchinje tumuone nyamae. Ukimpata chechelewe njoo naye tuchinje tumuone nyamae. Aya bwanji umali kwa kwaro kwa acha unasema nyamaza, chikelele. Siashi. Umeshika nini hiyo? Shika Fanta hii, Fanta. Haya, fungua tuone. Afande hauni nini? Fungua tuone. Acha kusogelea. Fungua. Fanta hii. Fanta gani ya mle? Fanta orange. Hiyo pia niona. Acha mambo yako. Wewe muda wewe unaimba nyimbo zako na kuja kupiga kura. Unapiga kura namna hii. Hali yako yenyewe haikuruhusu kuingia hapa ndani. Umeelewa? Kwanza upo nje ya muda. Wewe sasa hivi saa 10:30. Utakofikia hapa kuanzia saa 2 mpaka saa 10. Hujafika muda huo. Umeenda kulewa. Sasa msaideni. Haya, na kwa mno geuka nyuma. Rudi nyumbani, kapumzike. Subiri matokeo. Wenzako wapiga kura wamesha kuwakilisha. Rudi nyumbani. Nakosa haki yangu ya Afande, chukua tauno, afande. Nimekosa haki yangu ya msingi. Bwana, pombe hazizi na maana. Yaani nalewa siku ya kura. Basi waje asema halindwa mke halindwa ukaje hale ndo naondoka hiyo ndo tunaenda
Pale mgeni rasmi, wageni walikuwa mabibi na mabwana, kilichotokea hapo baada ya askari kusimama nyuma ya mtu wa mwisho, hii ikiwa na maana kwamba ule muda uliopangwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambao ni saa 10 sasa umefikia kikomo. Hivyo wale watakao kuja kuanzia saa 10 na kuendelea watakuwa kinyume cha sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na wao hawataruhusiwa kupiga kura kwa sababu afisa wa polisi tayari atakuwa yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sheria zilizowekwa hazivunjwi, na ndicho kilichofanyika hapa. Haiwezekani kuondoka hapa, lazima tulinde kura zetu. Hata bunge mwenyewe alishatuambia tusiondoke baada ya kupiga kura, tulinde kura zetu. Tusogeeni huko, haiwezekani sisi kwenda nyumbani kura huko tunaenda vipi? Hebu tusogeeni huko jamani. Sisi hapa hatuwezi kuondoka, tuko tunalinda matokeo yetu. Tunalinda kura zetu. Tunalinda kura zetu. Tunalinda kura zetu hapa. Wananchi, habari za jioni. Natumai wote mlioko hapa tayari mmepiga kura. Utaratibu, naomba mnisikilize tuongee kwa kuelewana. Utaratibu ni kwamba mara baada ya kupiga kura, mwananchi unatakiwa kurudi nyumbani. Baada ya matokeo kubandikwa, mnayo ruhusa ya kuja kuangalia ili kuweza kujua mshindi katika matokeo hayo. Kwa sasa wananchi wangu, na waomba mrudi nyumbani. Afande, hapa hatutoki, tunalinda matokeo. Hapa hatutoki, labda tuweni, hapa hatutoki. Jamani, ila tumsikilizeni afande. Ili jeshi la polisi halinaga akili, sio uoga. Hao wanaongea na wewe kwa busara. Tukiendelea kupiga kelele hapa wanatuletea washawasha. Sisi ndio tutakuwa waathirika na familia zetu huko nyumbani. Mimi naomba tuondoke tu. Yaani tuondoke. Wakisha tubandikia matokeo sisi tutarudi kuja kuangalia. Kwani shida iko wapi? Twendeni, tutapigwa washawasha sasa hivi. Hawachelewi hao. Afande mgeni rasmi, wageni walikuwa mabibi na mabwana, tukio lilivyotokea hapo ni wananchi walikuwa wataki kuondoka, wanasema wanalinda matokeo yao, na afisa wa polisi amewaelekeza kwamba sheria inasema wasubiri mita 200 ama wasubiri nyumbani, na mbinu ambayo imetumika hapa ni mbinu inaitwa negotiation ama mazungumzo kwa lugha ya Kiswahili, ambayo hii mbinu inatumika kama fujo zikiwa ni za kawaida kabisa, lakini ikiwa kubwa kabisa tunarejea katika PGO 274 appendix A kwa kuongeza nguvu kutokana na fujo itakapokuwa imeongezeka hapo. Sasa tumefikia ukomo katika hii scenario yetu. Wanaoondoka pale ni wale watu ambao wamebeba kura, huku wakiwa wanasindikizwa na maafisa wa polisi kama ilivyo